bwana mdogo, muone kiasi gani mtu huyu kaifisidi nchi, akatutumbukiza katika lindi la umasikini na ufukara linashuhudiwa katika kila nyumba ya mwananchi Unguja na Pemba. Sasa leo naanza la kwanza hapa Makangale, jimbo la Konde, inshallah. Ndugu zangu, niliwahi kukwambieni kwamba huwezi kuifungua Pemba bila ya kuiunganisha Pemba na ulimwengu wa kimataifa. Njia ya kuifungua Pemba ni kuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa Pemba, ndege za duniani ziwe zinatua moja kwa moja Pemba, ndege za abiria, ndege za mizigo. Njia ya kuifungua Pemba ni kuwa na bandari kubwa ya kisasa ya kibiashara, meli za makontena zisipite Unguja, zije moja kwa moja Pemba, ziteremshe makontena Pemba, bidhaa ziwe rahisi kama zilivyo rahisi katika nchi nyingine. Sio kumkamua mwananchi wa Pemba kwamba ukiteremshe mzigo Unguja, mfanya biashara atafute tena gharama asa alete Pemba, halafu gharama zile za usafiri wa meli na wagari baada kutoka bandarini hapa zote ateremshiwe mlaji mwananchi maskini wa Pemba. Leo mnashuhudia chakula Pemba ghali kuliko Unguja, vifaa vya ujenzi Pemba ni ghali kuliko Unguja, hata nguo, mavazi ghali Pemba kuliko Unguja kwa sababu ya magharama yanaongezeka. Lazim hiyo ndio njia ya kuifungua Pemba. Sasa miaka nenda miaka rudi, tulikuwa tunazungumzia swala ambalo bado hoja yetu ni halali, kwamba pamoja na mikopo ya nje katika katiba ya muungano kufanywa ni swala la muungano, Zanzibar ilikuwa ina haki ya kukopa kwa dhamana ya serikali ya muungano, ijapokuwa haipaswi kwa hivyo kama ni nchi yenye mamlaka kamili. Hayo atakuja kuyafafanua mgombea wetu. Lakini miaka yote ilikuwa Zanzibar inahujumiwa, pamoja na tofauti zetu nyingine na Mama Samia, lakini sisi kwenye haki tutasema. Mwaka 2022 alisimamia serikali ya muungano ikatoa idhini ya mkopo mkubwa kwa Zanzibar ambao ulikamilishwa mwaka 2023 mwezi wa Juni. Mkopo ule ulikuwa wa jumla ya dola za Kimarekani 428. Dola sio shilingi ya madafu. Dola milioni 428 sawa sawa na shilingi trilioni 1.01 za Tanzania. Trilioni. Nikisema trilioni mnanifahamu? Kila milioni 1000 ni bilioni 1. Trilioni 1 ni bilioni 1000. Fedha nyingi sana kwa nchi kama Zanzibar, na zilikusudiwa kutolewa kupitia mpango unaitwa United Kingdom Export Finance, mradi maalum wa dhamana ya serikali ya Kiingereza kudhamini mikopo, na benki mbili, Citibank ya London na Deutsche Bank ya London, walikubali kukopesha fedha hizi. Fedha hizi zilikusudiwa ziibadilishe Pemba, sababu katika mradi mkubwa sana ilikuwa ni utanuzi na ujenzi wa uwanja mpya wa ndege Pemba, lakini pia zilikuwa zijenge barabara mpya kutoka Chake Chake mpaka Mkoani.
mbali ya baadhi ya barabara nyingine mbili za Unguja kule. Mradi Rais Samia aliusimamia, lakini tangu umetiwa saini Juni 2023, leo tuko Septemba 2025, zaidi ya miaka miwili, umeshindwa kutekelezwa. Mnajua kwa nini? Kwa sababu watu wa serikali ya bwa mdogo walitaka chao katika mradi huu, na wenzetu